وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwezesha tukaweza kuswali na kutekeleza fardhi ambayo kwamba ametufaradhia, na tutaraji fardhi kama hii tuloitekeleza iwe ni shafaa kwetu siku ya kiyama insha Allahu Ta'ala, na iwe ni sababu yetu sisi kuingia peponi, kwa sababu hakuna kitu kikubwa ambacho atakitegemea binadamu ulimwenguni na kesho akhira kama swala. Swala ndiyo jambo kubwa. Mwenye sala amefaulu, na asokuwa na sala mtu kama huyo hakufaulu. Ndiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatwambia katika hadithi yake, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamati min amalihi as-salah. Kitu cha kwanza ambacho kwamba binadamu mja atahisabiwa kesho siku ya kiyama, ikifika kwenye hisabu atahisabiwa, kitu cha kwanza ni sala. Itaangaliwa sala yako namna gani. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Swala ikisilihi, ikawa swala yako iko sawa sawa, umeswali vizuri kwa wakati wake, umeswali kwa namna itakikanavyo, umeswali kama alivyoswali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, basi mtu kama yule ataambiwa kad aflaha wa anjah, amefaulu na ashapita kwenye mtihani, mambo yake yote yako sahihi. Wa infasadat, lakini ikawa sala yako imeharibika, umesali lakini si kwa namna ambayo kwamba yatakikanwa, fakad khaba wa khasira, mtu kama yule amehasirika na amepita patupu, manake hana chochote, haangaliwi jambo lingine lolote, kwa ajili sala yako bado haijakamilika. Fa in intakasa min alfaridhati shay'un, Mtume akwambia katika ile faradhi uloiswali, mathalan tumesali adhuhuri hapa, tumesali alfajiri, tumesali sala yoyote ya faradhi, ikiwa kumepungua ndani yake, maana ya kupungua ni kuwa tumesali lakini sala haikukamilika, tumesali kwa namna ambayo kwamba haitakikani, pengine tumepunguza katika visomo, tumepunguza katika rukuu, tumepunguza katika sujud, tumepunguza katika mambo ambayo kwamba yatakikana katika arkanu salati, tumefanya yale mubtilatu salati, tumeacha furudhu salati. Ikionekana ile sala imepungua, qala Allahu limalaikatihi, Mwenyezi Mungu anawaambia malaika wake, undhuru hal li'abdi min tatawwu'in, angalieni katika kitabu cha huyo abdi wangu, mja wangu, kuna jambo lolote la sunna amelifanya, kuonesha fadhila ya sunna. Angalia, ameswali faradhi, sala tano ameziswali, alikuwa hakosekani msikitini, lakini sala yake kulikuwa ndani yake kuna upungufu. Sasa angalieni katika ibada zake kuna tatawwu, kuna sunna yoyote amesali. Ikiwa iko sunna, fayukmalu minhu faridhatuhu, hukamilishwa kutokana na ile sunna faradhi yake. Mathalan umesali adhuhuri, ukimaliza ukasali raka mbili baadia,
ukasali raka mbili qabiliya, ukasali raka nyingine kabla al-asri, ukasali raka nyingine ba'da al-maghribi, ukasali raka nyingine ba'da al-isha'i, zile za sunna. Sasa ile sunna faida yake kwako wewe ni kesho siku ya kiyama ukija, ikiwa faradhi yako imepungua, Mwenyezi Mungu yuwaamrisha malaika waangalie katika kitabu chako. Wakiona katika kitabu chako umeswali sunna, basi ambia haya, hii sunna waloiswali huyu ichukueni muiweke katika pale pahali pa faradhi palipopungua, swala yako inakuwa kamili, unakuwa minal faizin. Lakini ikiwa wewe umeswali ni faradhi tu, huna sunna yoyote ya kuswali, faradhi ikipungua kesho siku ya kiyama, itakuwa ushahasirika, fakad khasirta, umehasirika kwa ajili huna sunna ndani yake. Mtume sallallahu akasema, wa yakunu sairu a'malihi kadhalika, vile amali zako nyingine ni namna hiyo, itaangaliwa saumu yako. Huyo amefunga Ramadhani, alhamdulillah amefunga Ramadhani. Lakini kuna siku fulani za Ramadhani kumepungua ndani yake. Hebu angalieni, kuna sunna amefunga huyo. Amefunga Jumatatu, amefunga Hamisi, amefunga ayyamul bidhi, amefunga zile siku 10 za Dhulhijja, amefunga somo yoyote ya sunna. Ikiwa iko somo ya sunna, inachukuliwa ile somo ya sunna, inawekwa katika ile faradhi iliyopungua. Kisha waangaliwa na amali nyingine. Ikiwa umehiji vile hija yako taiangaliwa. Hija haikufaulu, je, huyu amekwenda hija tena mara nyingine? Waangaliwa ile hija. Ikiwa kuna huku, kwaongezwa huku. Hii hapa ya kufahamisha kwa umuhimu wa wewe kuswali sunna au kufanya mambo ya sunna. Hakuna jambo zuri kama sunna. Faradhi yatakikana, faradhi ndio itakikanao, ndio wajibu, lakini usikome kuswali faradhi. Siku moja masahaba wa mtume wamekaa, asema Sayyidina Talha bin Ubaidillah, asema wamekaa kwenye msikitini, mida kukaja mtu vituko. Kuja mtu akaingia pale kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na masahaba wamekaa mbele yake. Akamwambia, Rasulullah, niambie Uislamu aniamrisha nini? Muuliza mtume kwa njia ile kibadwi. Umekuja mtu kutoka Badwi, maana yake Badwi. Hebu niamrisha Uislamu ataka nini? Akamwambia, Uislamu ataka wewe uswali swala 5. Swali swala 5. Akamwambia, baada ya swala 5 kuna swala nyingine? Akamwambia, ila ujitolee tu, ufanye tatawwu, ukijitolea ukaswali sunna na nini, sawa. Akasema, haya, na katika mingine? Akamwambia mtume, Uislamu umekuamrisha ufunge mwezi wa Ramadhani. Je, baada ya Ramadhani kuna saumu nyingine? Mtume akamwambia, hakuna, ila ufanye sunna. Akamuuliza mtume yale mambo ya faradhi. Mtume akamweleza sala, saumu, zaka, haji, yale mambo ya faradhi. Kisha akamwambia, lakini ukijitolea ni bora zaidi. Ule mbedwi au ule mtu alikuja kwa mtume akamwambia, walladhi ba'athaka bilhaqi lan azida ala hadha, yule alokutumiliza kwa haki sizidishi hizi. Nitaswali tu, siswali sunna. Nitafunga tu, sifungi sunna. Nitatoa zile zaka za faradhi tu, habari kwa na pesa zangu nisitoe. Mtume, ule mtu yuaenda zake, mtume akamwambia au akawaambia masahaba, aflaha in sadaq, aflaha in sadaq, amefaulu lakini akiwa ni mkweli. Amefaulu. Leo kama utaswali sunna faradhi za kisawa sawa, usizidishe sunna, lakini mpaka uhakikishe swala yako iko sawa. Si swala zetu tunazoswali swali, hakikisha mimi swala yangu iko sawa, hakuna upungufu. Zaka zangu, leo watu wangapi wako na pesa hawatoi zaka? Leo watu wangapi wako na uwezo wa kwenda haji hawaende hija? Watu wana uwezo. Utamwona mtu pengine ana mashamba, ana magari, ana manini, ukimuuliza kwambia, Mwenyezi Mungu hajaniandikia kwenda hija. Wewe hutaki. Si Mwenyezi Mungu hajakuandikia. Mwenyezi Mungu ashakupa pesa. Leo watu wangapi wana mapesa na manini hawatoi zaka? Kwa hivyo mtume akasema, huyu mtu lau kama atakuwa ni mkweli katika yale ambayo kwamba ameyazungumza, kuwa yeye atayafanya haya tu, lakini akayafanya kwa ukweli,
aflaha in sadaqa, amefaulu. Lakini akiwa sasa, wewe utakuwa vipi mkweli katika mambo hayo? Kuwa mkweli ni kufanya namna atakavyo Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sote tuswali, lakini tujitahidi katika kuswali. Hatujui, mwenye kukubali sana ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tuswali kwa itihadi yetu. Wewe ukaswali wewe ukajiona mashaallah mimi ndo nimeswali, hakuna mwingine aloswali. Ukifika kesho siku ya kiyama mambo ya sala zako hazina maana yoyote. Kwa hivyo hakuna kitu kibora ambacho kwamba sisi ataka tukipatilize kama kujitolea kufanya sunna baada ya faradhi. Faradhi sawa tuswali, lakini baada ya faradhi kuna sunna. Al-Imam Al-Ghazali akwambia faradhi ni rasul mali, sunna ni ribhi. Zile faradhi ukizifanya ni rasul mali. Mwenyezi Mungu amekuamrisha kuswali, kutoa zaka, kufunga, ukayafanya haya yanaitwa rasul mali, ndio mali yako. Mathalan umechukua pesa milioni 5 ukanunua gari, ile gari ya milioni 5 ni rasul mali. Ukafanya biashara ukaregesha zile milioni 5, unaambiwa umeregesha rasul mali. Lakini nani mwenye kufanya biashara atakayekuregesha rasul mali peke yake? Bila shaka mwenye biashara yoyote ataka faida baada ya biashara. Sasa Imam Ghazali akwambia faradhi ni rasul mali, lakini zile tatawu'i na nawafili ni arribhu, ndo ile faida. Umepata, umerejesha rasul mali yako, sasa umepata na faida katika ile biashara yako, na kila ukifanya sunna nyingi zaidi faida yako inakuwa kubwa zaidi. Itoshe faida aloieleza Mwenyezi Mungu katika hadithul Qudsi. Al-hadithul Qudsi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ma taqarraba ilayya almutaqarribuna bimithli adai maftaratu alayhim. Hakuna jambo ambalo kwamba wenye kujikurubisha kwangu wamejikurubisha kwangu kama mfano wa kulifanya lile ambalo kwamba mimi nimewafaradhia. Ukiswali wewe wajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, ukifunga wajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, ukifanya lolote ambalo kwamba ni la faradhi wajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Lakini kisha akasema wala yazalu al-abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Kala fadhila. Wala haachi kuwa mtu ajikurubisha kwangu kwa kufanya sunna mpaka mimi nitampenda. Hebu angalia faida na fadhila. Wewe binadamu watembea katika ardhi, lakini Mwenyezi Mungu akupenda. Wewe binadamu walala kwenye kitanda, lakini wewe wapendwa na nani? Allah jalla jalaluhu wa ta'ala fi ula. Leo binadamu akipendwa na mtu tu wa kawaida huona raha, pengine mtu wa haramu akikupenda huona raha. Leo anayekupenda ni Mwenyezi Mungu. Leo anayekukurubisha ni Mwenyezi Mungu. Wala yazalu al-abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Wala haachi kuwa mtu ajikurubisha kwangu mimi kwa kufanya sunna mpaka mimi Mwenyezi Mungu nampenda. Fama as'ada 'abd ahabbahu maulahu. Ni kusuudika kuloje kwa mja ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amempenda. Wewe wapendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kupendwa na Mwenyezi Mungu. Ukipendwa na Mwenyezi Mungu hakuna kitu cha zaidi unachokitaka katika dunia. Tunasema kila siku ridhaka khairum minad dunya wa ma fiha. Radhi yako ni bora kuliko dunia na yaliyomo ndani ya dunia. Sasa faida ya kupendwa na Mwenyezi Mungu ni nini? Wacha kuwa umepata mahaba, lakini kuna faida ya kuwa wewe wapendwa na Mwenyezi Mungu. Na huwezi kupendwa na Mwenyezi Mungu mpaka ujikurubishe na Mwenyezi Mungu kwa kufanya mambo ya sunna. Ukipendwa na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akwambia fa idha ahbabtuhu, wakati nitakapompenda yule mja nikawa na mahaba na yeye, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, mimi Mwenyezi Mungu nitakuwa masikizi yake ambayo kwamba yeye anasikia. Ukisikia wewe, maana yake masikizi yako ni ya Mwenyezi Mungu. Sio maana yake kwa Mwenyezi Mungu amekuja kwako ameingia kwenye masikio akusikia wewe. La, ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupa kuwa na imani, yale masikio yako wewe husikii ila linalomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Ndio utaona watu waishi katika dunia hawajui kufanya madhambi, kwa ajili wamejikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Kuna watu wamefika hali watoka kwenye ulimwengu, asema mimi naondoka ulimwenguni, sikumbuki kumuasi Mwenyezi Mungu, sikumbuki kumuasi. Wewe wasema yawezekana? Yawezekana. Leo waweza wewe. Leo ukianza waweza. Hivi sasa usema mimi nitasali baadia. Mimi leo usiku nitasali witri. Mimi leo usiku nitasimama qiyamul layli walau bi rak'atayn, walau kwa raka 2. Mimi nikitoka leo nitatoa shilingi 10,000, 20,000 kumsaidia maskini. Ukiyafanya mambo hayo, Mwenyezi Mungu akukurubisha kwake, kisha Mwenyezi Mungu akupenda. Baada ya kukupenda, Mwenyezi Mungu anakupa zawadi. Zawadi atakazokupatia ni hizi: kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, mimi nitakuwa ni masikio yake anayosikia, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, na mimi ndo nitakuwa macho yake. Wewe unaangalia, lakini macho yako ina connection na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jalla jalaluhu wa ta'ala fi ula. Inawezekana leo tuna TV zetu hapa zina connection na madishi na masatellite kule, lakini kuna satellite kubwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaweza kuwa jito lako na laona kutoka kwenye satellite ya Mwenyezi Mungu, huoni ila lile analomridhisha Mwenyezi Mungu. Wa yadahu allati yabtishu biha, na mimi ndo nitakuwa mkono wake. Mwenyezi Mungu asema hulifanyi la mkono ila lenye kumridhisha Mwenyezi Mungu. Wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha, na guu lako litakuwa ni guu la Mwenyezi Mungu. Bwana Mwenyezi Mungu ana maguu atakupatia wewe, shaeleza haya. Maana ile guu lako unalotembelea, unaloinua, hutoliinua ila kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu ya kwenda pahali ambapo kwamba pakumridhisha Mwenyezi Mungu. Wewe duniani ukishakupata zawadi kama hii, wataka zawadi gani? Kila unapokwenda uko na Mwenyezi Mungu. Kila unapokwenda unazungukwa na Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu akasema jambo kubwa, la insaalani la u'tiyannahu. Huyu mtu ambaye kwamba ajikurubisha kwangu kwa kufanya sunna, kwa kufanya nawafil, kwa kufanya tatawu'i, mtu kama huyu akiinua mikono tu, ya Rabb, kabla mikono hajainuka, hajaiteremsha, la u'tiyannahu, wallahi nitampatia. Kuna watu walikuwa wakiinua mikono tu, ya Rabb, mambo ya tayari. Leo sisi tuomba madua kila siku, lakini hakuna linalokuwa, kwa ajili hatuko karibu na Mwenyezi Mungu. Sisi hatuko karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini watu walikuwa wakiinua mikono tu, ya Rabb, mambo. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema kuna watu wakiinua mikono kuomba dua zao zajibiwa pale pale. Minhumul Bara'u bin Malik, law aqsama ala Allah la abarrahu minhum Bara'u ibn Malik, ndugu yake Anas bin Malik. Asema kuna watu walikuwa wakiinua dua tu wakisema, ya Rabbi tu lete mvua, hapo mvua yateremka. Minhum Bara'u ibn Malik, katika wao ni Bara'u bin Malik. Alikuwa ni mtu ambaye kwamba ni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akambashiria kuwa huyu Bara'u bin Malik lau kama ataomba kitu hapo kitakuwa. Hapo wenyewe wasema katika siari walikwenda kwenye vita baada ya Mtume kufa, wamekaa kwenye vita mida washindwa. Katika jeshi iko Bara'u bin Malik. Kuna masahaba wameisikia hadithi kama hii, wakaenda kwa Bara'u bin Malik. Akamwambia, ya Bara'u bin Malik, hapa kwa Mwenyezi Mungu sema wallahi kesho tutashinda. Bara'u bin Malik shtuka, mbona namna hii? Kumbe kuna hadithi ya Mtume. Wakaenda akaambia wallahi kesho tutashinda. Wakaenda kwenye vita, wakishtuka, siku ya pili wameshinda, na wao walikuwa karibu ya kushindwa. Ikakaa baada ya muda ikatokea vita vingine, ikawa na huyu Bara'u bin Malik, Sayyidina Bara'u bin Malik yuko, wakenda kwake, akamwambia Bara'u bin Malik, hapa kwa Mwenyezi Mungu kuwa kesho tutashinda, hapa kwa Mwenyezi Mungu kesho tutashinda. Sayyidina Bara'u bin Malik akaona sasa hii imekuwa ni kibarua, hawa watu hawatojiandaa tena na jihadi, watajua Bara'u bin Malik yuko. Akasema wallahi kesho tutashinda na mimi nitakufa shahidi. Na kweli kwenda kwenye jeshi, kwenye vita akashinda, na yeye akafa
Akafanya. Na wako watu kama wale hawajakosekana, lakini lazima ujiweke. Leo sisi kila siku tuomba Mungu kwenye misikiti yote ya Uislamu, Allahumma izzal islama wal muslimin wa adhilla shirka wal mushrikin, watu maalfu etikia amin, lakini hatuoni kabuli. Kwa ajili ya nini? Hatuko karibu na Mwenyezi Mungu. Lazima uwe karibu na Mwenyezi Mungu. Ukitokuwa karibu na Mwenyezi Mungu, kila siku utasikia madua, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina, wapigwa kila siku. Allahumma ansur ikhwanana fi Syria, wapigwa kila siku. Kwa ajili hakuna ikhlas, hakuna sidqi, hakuna ukweli, hatuko karibu na Mwenyezi Mungu. Kurubia kwa Mwenyezi Mungu utaona mafanikio. Ule mmoja alikwenda mmoja katika watu katika ulamai wakubwa, akaambia sihamu Allahi kathurat alayya. Zile etwa nini? Mishale ya Mwenyezi Mungu manake kila siku mtihani. Leo napata mtihani huu, leo napata mtihani huu. Kwa hivyo ile mishale ya Mwenyezi Mungu kila siku napiga. Ule ulama akaambia iqtarib minhu. Iqtarib, kurubia kwa Mwenyezi Mungu. Mtu akirusha mshale ukiwa na karibu naye hapo, utakupiga ule mshale wake? Wewe umesimama hapa, mtu anarusha mshale, wewe ukaenda hapa karibu naye, atakupiga vipi? Hawezi kukupiga, haukupati mpaka uwe mbali na wewe. Na sisi tukiona matatizo yako mingi ni kwa sisi tumekaa mbali na Mwenyezi Mungu. Hebu tujaribu kukurubia kwa Mwenyezi Mungu, utaona matatizo yaondoka. Sasa katika faida ya watu kuswali sunna au kufanya mambo ya sunna ya kujitolea, utafika wakati ukiinua mikono Mwenyezi Mungu atakupatia pale pale. Wala nistaadhani la uidhannahu, na akijilinda na mimi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amechukua ahadi kuwa na mimi nitamlinda. Hakuna jambo kubwa kama sisi kufanya sunna. Faradhi alhamdulillah tutatekeleza, lakini tujaribu kufanya mambo ya sunna vile unavyoweza. Hebu angalia fadhila ya sunna tutumalizie, naona wakati umekwenda. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi asema, man salla 12 rak'atan fi yawmihi wa laylatihi min ghairi al-fariidha bana Allahu labihinna baytan fil janna. Hebu angalia kitu hicho kifupi. Mwenye kuswali raka 12 zisizokuwa swala za faradhi, basi Mwenyezi Mungu amjengea nyumba peponi. Wajengewa nyumba wapi? Peponi. Kwa raka 12 ukasali kila siku. Maana kujengewa nyumba peponi maana yake ni nini? Ni kwa wewe ni mtu wa peponi. Una nyumba yako, nani atakaso kwa wewe? Na haiwezi kujengwa bila faida. Faida ni wewe ndio kaishi. Ukasali raka 12. Ulama kwa baraka zenyewe ni 4 kabla dhuhuri, wa rak'atan ba'da dhuhuri, wa rak'atan ba'da maghribi, wa rak'atan ba'da isha'i, wa rak'atay al-fajr. Hizi ukaziswali wewe kila siku, ni maana kila siku wajengewa nyumba peponi. Hatutaki nyumba peponi sisi? Nani hataki nyumba peponi bwana? Kila mmoja ataka kwenda peponi. Swali hizi kitu kidogo tu, raka 2 ni dakika 5 ikizidi umemrukuri Mwenyezi Mungu. Lakini leo mtu akwambie tu, bwana wewe saa 8 za usiku kwa mwezi mmoja ukija nyumbani kwangu saa 8 za usiku nitakupatia nyumba uishi. Utakwenda hadi? Si siku moja, kwamba mwezi mmoja usikosekane saa 8 za usiku uje nyumbani kwangu. Kila siku utakwenda, wala si saa 8 tangu saa 6 utakaa pale. Ile saa yako utaipeleka mbele haswa ikudanganye, maana sio nikachelewa. Hii mambo ya dunia tu, lakini Mwenyezi Mungu akupa ahadi na mtumi katika hadithi yake, kwa kuwa mwenye kuswali raka 12 kwa siku Mwenyezi Mungu akujengea nyumba. Mwenyezi Mungu atujalie wenye nyumba peponi. Na ajabu zaidi ni rak'atani kabla al-fajr. Rak'atani, hizi raka 2 kabla al-fajr ni raka kubwa sana, haitakikani Muislamu azikose. Hatutaki kueleza sunna zote. Hii tuangalie hizi raka 2 tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia rak'atul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Rak'atul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Raka 2 za alfajiri ni bora zaidi kuliko dunia na yaliyomo ndani ya dunia.
Leo kama binadamu afanywa ikhtiyar, tutakupa magari, tutakupa majumba, tutakupa uraisi, tutakupa ufalme, tutakupa pesa, lakini acha kuswali raka 2 za alfajiri, basi kuswali raka 2 alfajiri kwako ni bora kuliko uzikose zote. Lakini nani atakubali masala haya? Leo baada safi shadid utaona Muislamu aondoka pengine apanda basi na alfajiri yaadhiniwa, kisha kwambia ana musafiri. Mimi ni musafiri, musafiri astaghfirullah wa musafiri kafir. Musafiri mu'min. Tena mu'min wa kisawasawa, musafiri dua yake yakubaliwa, musafiri ana nadhara kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo vipi musafiri anakuwa kafir? Ukisema kwa kusudia wal billah waweza kuwa ni kafiri kweli. Lakini leo kasali raka 2 za alfajiri khairun min ad-dunya wa ma fiha, ni bora zaidi kuliko dunia. Bali Mtume amesema msiziacheni raka 2 za alfajiri walau taradatkumul khaylu, hata mkiweko kwenye vita. Kwenye vita swala pia imepunguzwa, kuna swala za swaliwa za vita, swalatul khawf zile nini, lakini swalatul fajr Mtume akwambia hata kama mwafukuzwa ninyi na majeshi na mafarasi usiziache rak'atal fajr. Ndugu zangu, kwa ufupi tu mukhtasari ni kuwa tushikamane na sunna. Sunna ni jambo kubwa. Sunna ya Mtume. Sunna ni jambo gani? Sunna ni lile ambalo kwamba yuthabu fa'iluhu wala yuaqabu tarikuhu. Ukilifanya utapata thawabu na ukiliacha hupati madhambi. Lakini fikiria thawabu hizi tulokueleza, wacha tujaeleza thawabu nyingine. Hizi tu tulokueleza kuwaweka karibu na Mwenyezi Mungu. Yatakana wewe uzifanye sunna kama hizi, na hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume katika mwezi wa Ramadhani alikuwa akizidisha sunna, alikuwa akisali, alikuwa akitoa sadaka, alikuwa akisoma Qur'ani zaidi, alikuwa akizidisha amali za khairi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na sisi leo tumebahatika tuko ndani ya mwezi wa Ramadhani, yatakana tujitolee. Ikiwa husali sunna, sali sunna. Inuka kabla alfajiri, kabla ya kula daku, ingawa piga raka 2. Mimi sijala daku, lakini daku hatukosi, maana sunna ya kula sisi tuijua sana. Bwana muhimu daku nisikose. Tena uinuliwe daku, kisha baada ya kula daku ndio kulala wewe. Wewe mtu mwema, umekula daku, ukimaliza daku ndio kulala alfajiri huswali. Na ukitokula daku, leo somo kali, leo sikula daku. Sunna kubwa, tasaharu fa inna fi sahuri baraka. Lakini angalia, wewe wala daku wakosa salatul fajr, faida yako nini? Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kushikamana na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa ajili ukitaka kufaulu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir. Hatuna mtu wa kumfuata mwema kama Mtume, na alichokifanya chochote Mtume ni maslahi kwetu sisi. Hakuna Mtume kitu alichofanya ikawa si maslahi. Kwa hivyo chochote alichofanya ni maslahi kwetu sisi. Na sunna ya kusaidia. Leo tumeswali hapa adhuhuri, bali insanu ala nafsihi basira walau alqa. Hebu nani katika sisi hakuwaza dunia? Ikiwa huko siinue mkono, sema alhamdulillah. Wewe umeingia katika swala mpaka umemaliza, mawazo yako yalikuwa kwenye swala tu. Nani? Ikiwa huko sema alhamdulillah. Sasa mambo kama haya yatakao kunufaisha ni zile faradhi. Leo sisi biashara zetu ni kwenye swala, kazi zetu ni kwenye swala. Mtu atasali hata hajui kama amesali. Akishtuka imamu amepiga salamu, asalamu alaykum wa rahmatullah, swala imemalizika, wa alaykum salaam wa alaykum wa rahmatullah, hajui kama amesali. Leo katika swala sasa, si vitu kama hivi vinataka kuungwa nao ni ndio kile kisa maarufu. Mmoja alipotelewa na kitu, akaenda kwa mmoja katika ulama, akamwambia mimi na dhahabu zangu zimepotea, nifanye nini? Akamwambia kasali, piga raka 2. Mimi nimepotelewa na dhahabu zimenipotea, sijui ziko hapo, anambia nikasali. Akamwambia ukasali. Akaenda yule akiingia kwenye sala, Allahu akbar, akaanza kufikiria tangu alipotoka nyumbani. Hakumaliza raka ya kwanza amekumbuka, dhahabu nimeziweka pahali fulani. Akatoka kwenye swala akaenda kuchukua
akaenda kuchukua dhahabu zake. Akaenda baada ya muda akaonana na yule mwanachuoni, akamwambia bwana, ulipopatikana na matatizo ulikuja kwangu, baada ya kupata hata kunijulisha, akamwambia nisamehe shekhe, nimezipata. Haya ilikuwa vipi? Akamuelezea, akamwambia nimepiga nia raka 2 na swali nyingine nikimaliza raka ya kwanza mashallah nikakumbuka, kisha nikatoka. Ule shekhe akamwambia basi unganiswali na ya pili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Umetoka. Lakini ndio kawaida, mawazo yetu yote yanakuwa kwenye swala. Wale kwambia ukitaka mawazo mazuri ni kwenye swala na choni. Ingia choni ndio mawazo yanakuja mazuri pale choni pale. Kio umesema vitu vyote na kwenye sala. Swala zetu ni hizi, lakini watu wa zamani walikuwa swala zao subhanallah. Mtu anaingia kwenye swala hata hajui ya duniani yaendelea vipi. Mwenyezi Mungu atukubalie sala zetu, Mwenyezi Mungu atukubalie saumu zetu, Mwenyezi Mungu atupatie kila la kheri, Mwenyezi Mungu atuondoshee kila la shari, Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kushikana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni wenye kutekeleza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu ajalie ni wenye kupendana baina yetu sisi na sisi, Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kusaidiana baina yetu sisi na sisi. Mwenye haja yake Mwenyezi Mungu amkidhie, wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya, wenye shida Mwenyezi Mungu aondolee shida zao, waliokuwa majumbani Mwenyezi Mungu awape kila la kheri, wanaotembea barabarani Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri, wenye mabiashara Mwenyezi Mungu ajalie biashara za kheri na halali, waliokuwa mambo magumu Mwenyezi Mungu ajalie mambo yao yawe sahali duniani na akhera. Mwenyezi Mungu asiutoe mwezi wa Ramadhani ila na sisi ametuangalia kwa jito la rahma, ila Mwenyezi Mungu ametuambia minal maqbulin, ila tumeambiwa minal faizin, ila tumeambiwa minal najihin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asituondoshe katika ulimwengu tunaoishi ila chini ya kilima cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'athu insha Allah ta'ala min al-aminin. Tutoa shukrani kubwa kwa karamu yenu mliotufanyia kukaa na sisi pata kuzungumza, na mtasamehe umetupa dakika 10, nafikiri imechukua zaidi, lakini mtusamehe, lakini tutaraji iwe manufaa katika maneno haya yarejee kwangu mimi kwanza mwenye kuzungumza, kisha na kwa yoyote ambao kwamba ataafikiwa kuyafanyia kazi itakuwa ni kheri. Tunamshukuru imamu.